Mwaka unapoanza, watu hujiwekea malengo mapya, lakini pia hutazama nyuma kutafakari mwaka uliopita. Nchini Tanzania, mwaka 2025 ulikuwa na matukio makubwa yaliyoingia kwenye historia ya taifa. Moja ya matukio hayo ni mlipuko wa ugonjwa wa Marburg mkoani Kagera, baada ya nchi za Afrika Mashariki kama Rwanda, Burundi, Uganda na DRC kuripoti ugonjwa huo. Tanzania nayo haikusalimika. Januari 13, Shirika la Afya Duniani lilithibitisha mlipuko huo kufuatia watu 9 kushukiwa kuambukizwa na ugonjwa huo, huku vifo 8 vikiripotiwa katika wilaya za Biharamulo na Muleba. Licha ya Wizara ya Afya kuchukua hatua za dharura, taharuki ilitanda hasa maeneo ya mipakani. Aprili 9, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alikamatwa na jeshi la polisi akiwa Mbinga mkoani Ruvuma alipokuwa kwenye shughuli za chama. Hadi sasa Lissu anaendelea kushikiliwa akikabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo ya uhaini. Kukamatwa kwake kumeibua hisia tofauti, huku Chadema ikidai mashtaka hayo yana mwelekeo wa kisiasa. Lakini tukio kubwa zaidi lilikuwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi, uchaguzi ulifanyika bila ushiriki wa chama kikuu cha upinzani Chadema, baada ya kususia kwa kauli mbiu ya no reform, no election. Kauli hiyo haikuishia katika kuta zao tu, ilibebwa na baadhi ya wanaharakati walioanzisha vuguvugu mitandaoni ya kuitisha maandamano ya kudai mabadiliko kupinga kufanyika kwa uchaguzi. Kila kukicha, vuguvugu hilo lilionekana kuzidi kushika kasi, kiasi cha kumtoa relini aliyekuwa mgombea urais wa CCM Rais Samia Suluhu Hassan mara kadhaa kutumia mikutano yake ya kampeni kuwatahadharisha wananchi dhidi ya kushiriki katika maandamano hayo. Ghafla Tanzania ikawa kisiwa, mtandao ukazimwa kwa siku kadhaa, Watanzania wakagubikwa katika giza kwa kutokuwa na mawasiliano. Mbali na hivyo, katika baadhi ya miji mikubwa kama vile Dar es Salaam, serikali iliweka marufuku ya watu kutotoka nje. Baada ya siku kadhaa, serikali ilitoa takwimu za uharibifu uliotokea, ikiwemo mali za umma na watu binafsi. Hata hivyo, serikali ya nchi hiyo bado inanyoshewa kidole cha lawama kwa kutotoa idadi kamili ya watu waliojeruhiwa na waliopoteza maisha. Hili lilikuwa ni tukio kubwa katika historia ya nchi hiyo. Aidha, Rais Samia ameunda tume ya kuchunguza vurugu za baada ya uchaguzi, lakini ni baadhi wanaoonekana kuwa na imani na tume hiyo kwa madai kwamba tume hiyo siyo huru. Bila shaka, jina la Jenista Mhagama siyo geni katika masikio ya Watanzania. Mwanasiasa huyu ambaye alikuwa mbunge wa Peramiho amekuwa katika siasa za nchi hiyo na kushika nyadhifa mbalimbali serikalini. Kifo chake kilichotokea Disemba 11 kilishtua wengi. Mwezi Agosti mwaka 2025, Tanzania pamoja na Uganda na Kenya walikuwa wenyeji wa michuano ya CHAN na mechi ya ufunguzi ilifanyika pale jijini Dar es Salaam. Kwa ufanisi mkubwa kabisa, Tanzania ilionyesha uwezo wake wa kuhodhi michuano mikubwa, ikiwa ni kipimo tosha cha maandalizi ya kuwa wenyeji kwa pamoja mashindano ya AFCON 2027.